Sunna zilizohamwa. Nini maana ya sunna zimehamwa? Sunna zilizosahaulika zimo ndani ya dini, lakini watu wamezisahau. Insha Allah biidhnillahi, huu muhadhara wetu mpaka itakapofika wakati wa Isha, na mtanabahisha kwamba sasa ni wakati wa adhana na sasa ni wakati wa swala. Ndugu zangu, famina sunani allati qalla al-amalu biha, katika sunna ambayo watu mara chache kufanyia kazi au wakionekana wakiitekeleza, fima yataalaku bisalati, ni sunna inayofungamana na swala. As-salatu fi ni'al, kuswali na viatu. Hii leo ni gogoro kubwa kuonekana mtu anaswali na viatu. Wayustathna min dhalika, lakini inavuliwa hizi swala, kuswali kwa viatu kunaondoshwa. Min dhalika salati fiha fil masajid almafrushati, katika misikiti iliyowekwa mazulia kama hivi, hiyo hapana, hii imeondoshwa, hiyo hapana. Kwa nini hapana? Kwa sababu tayari kitakuwa kina vumbi, na lile vumbi litaweza kuleta matatizo katika nini, ima mafua wa maila dhalik. Lakini kama msikiti mathalan hakuna zulia, watu wanaingia, kuna mchanga au kuna sakafu peke yake, yajuzu kuswalia, na hasa salatul janaza ambayo inaswaliwa uwanjani. Swala la kuvua viatu, imeonekana kabisa mtu sasa hivi kwenye swala ya jeneza, ukionekana unaswali na viatu, wewe ni mtu mbaya. Tena kama kuna uwezekano, kuna tangazo kabisa, hakuna kuswalia na viatu hapo. Sasa hii ni hatari ndugu zangu. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imeondoshwa katika misikiti ambayo imewekwa mazulia, darran lilmafsadati, kwa ajili ya kuzuia nini, mafsada, watu kupata shida na tabu. Kinaweza kisiwe kina uchafu, lakini kina vumbi au mchanga, ukibakia baadaye yule anayesujudu wakati anavuta ile hewa inaweza kumletea tabu. Wanazuoni wakasema, wakakubaliana, sehemu yenye matandiko hapana, sehemu iliyotandikwa mafrush kama hizi mazulia, aswali mtu aache viatu vyake wapi? Kule nje. Darra lilmafsadati, kwa ajili ya kuharibu, ya kuzuia nini, uharibifu. Wa muraati lihali nasi, na kuangalia hali ya watu. Itakapokuwa mtu amesujudu anafanya hivi, vumbi, hebu angalia sasa hivi misikiti tunafagia na kila wakati, lakini ile upepo tu unaopita unakujaje, unakuta kuna nini, lazima upate vumbi kidogo, hata ndani kwako, sio huko tu, ndani kwako mwenyewe. Hebu nenda tu usiku kalale hivi, utakutana na mtu bana, kama mchanga kama nini. Kwa hiyo sheria inasema sehemu kama hizi hapana, viatu vitabakia nje. Lakini pale ambako msikiti, na asili ya misikiti wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa hakuna hizi nani, ilikuwa sana sana wakiweka sana ni vile viragwa vidogo vidogo, lakini ilikuwa ni mchanga kama mchanga. Kwa hiyo kawa hakuna kumzuia mtu kuswali na viatu katika za sehemu za aina hiyo, hata zikipatikana leo pia. Fa ala almuslim an yatamathala hadhihi sunna, Muislamu anatakikana kuitekeleza sunna. Idha salla fi masajidi ghaira mafrushati, atakaposwali kwenye misikiti isiyokuwa na nini, na mazulia. Au salla fi baiti, au umeswali nyumbani kwako, kuna tairi zitu, umeamua unaswali, hakuna mkeka, hakuna zulia, swali na viatu, ili hata familia ijue hii ni sunna. Au salla sahara, au viwanjani mwa jangwani, mmeenda kwenye ziara zenu, imefika wakati wa swala, jamani, hapa bwana kwenye bustani hapa bwana majani imekaa vizuri, hakuna sababu ya kutoa viatu. Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, liyahudha biajrin tamathulihi lihadhihi sunnati allati zahida biha alkathir, ili aweze kuondoka na malipo ambaye sunna hii watu wengi wameiacha. Akhraj al-Bukhari fi sahih, amepokea al-Imam Bukhari katika sahihi yake
an Abi Muslamah ibn Yazid al-Azdi qala, Abi Muslama asema sa'altu Anas ibn Malik, nilimuuliza Anasi mwana wa Malik, sahaba huyu ambaye aliishi na mtume kwa muda wa miaka 10. Akana nabii sallallahu alayhi wasallam yusalli fina alayhi, je, mtume alikuwa anaswali katika nini? Katika viatu na viatu vyake? Qala na'am, kama ndio alikuwa anaswali. Wa Abdullah ibn Shakhir radhiyallahu anhu qala, Abdullah ibn Shakhir raza Allah zimwendee asema, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli fina alayhi, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali katika viatu viwili. Akhrajahu Abdurrazzaq fi al-Musannaf, Abdurrazzaq katika musannaf yake amepokea hadithi hii. Wama rawahu Abu Daud an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi Shaddad ibn Aus raza Allah zimwendee asema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, khalifu al-yahuda wa khalifuni mayahudi fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, wao hawaswali na viatu, wala fi khifafihim, wala hawaswali na khofu. Wa khalifuni, nyinyi swalini navyo hivyo. Fa alayka ya Abdullah idha aradta, ni juu yako wewe mja wa Allah pindi unapotaka amala hadhihi sunna, kuitendekeleza hii sunna, anta tahakkaka min nadhafatihima, lazima uhakikishe viatu vyako viko safi, hata kama ni nje kule, hata kama itakuwa ni sehemu ambayo ni nini, itakuwa ni kwenye swala ya jeneza, lazima uangalie wakati ya swaliwa uwanja nje, uangalie kiatu chako vizuri. Mtume anasema idha jaa ahadukum ila almasjid, mmoja wenu akija msikitini,